Ninawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na mwaka mpya wenye fanaka mwaka 2026. Mpenzi mtazamaji, je, unanitazama kutoka wapi? Tanzania, Kenya, Uganda, Marekani, Uarabuni? Unanitazama kutoka wapi, mahala ambapo unachumia riziki? Karibu sana ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka, kwa sababu mimi nipo hapa kwa minajili ya kuweza kukupea taarifa za kikweli. Subscribe, sambaza kanda zetu. Askofu Gwajima kipindi kimoja aliweza kusema kwamba kushinda uchaguzi sio tatizo, kibarua ni kuongoza taifa ambalo limemeguka. Samia hakushindwa kujitangaza kwamba yeye ni mshindi wa kiti cha urais. Hakushindwa. Alipiga tu simu na kuambia yule mwenyekiti wa tume ya INEC ya kusimamia uchaguzi Tanzania kwamba nitangaze mimi ni mshindi, na akatangazwa. Licha ya kutangazwa au kujitangaza na kujilisha kiapo mbele ya wanajeshi, ameshindwa jinsi ambavyo ataongoza taifa la Tanzania ambalo limemeguka. Ndio, ameshindwa kabisa. Alifikiri kwamba kujitangaza mshindi itakuwa rahisi kuongoza. Imekuwa kibarua. Ninamaanisha nini? Sasa Samia kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania, George Simbachawene, ameanza kuwapembeleza wananchi na raia wa Tanzania warejeshe imani kwa serikali. Samia anataka kujifanya kwamba tatizo ambalo limewafanya wananchi kuchukia serikali yake batili ni maafisa wa polisi. Sasa Samia anawapembeleza wananchi kwamba ataleta mabadiliko, ataleta mageuzi kwenye idara ya jeshi la polisi Tanzania, eti ndiposa wananchi na raia waweze kurejesha imani kwa serikali pamoja na tume ya polisi. Samia yuko na akili kweli? Anafikiri kwamba sisi ni wajinga? Ameyapuuza mahitaji yetu. Anataka kujifanya kwamba polisi ndio tatizo Tanzania, eti kwamba akifanya mabadiliko na mageuzi kwenye idara ya polisi basi wananchi wataacha malalamiko. Samia amejibonza. Sasa ninaambiwa kwamba waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ameweka wazi maelekezo aliyoagizwa na Rais batili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambayo yanaenda kugusa jeshi la polisi, ambapo mabadiliko makubwa yakidhamiriwa ili kuboresha utendaji kazi wa jeshi hilo la polisi na kuweza kurejesha mahusiano mazuri na wananchi, huku akiweka wazi mabadiliko hayo kuwa ni kulibadili jeshi la polisi kutoka matumizi ya nguvu na kuwa jeshi la kutoa huduma na urekebishaji wa sheria katika suala la ukamataji wa watumiwa wanaotuhumiwa kwa makosa mbalimbali. Unajua, nimekuwa nikiwaongelesha maafisa wa polisi na wanajeshi hapa
kwamba mtatumika alafu baadaye mkuje kuwekewa lawama kwamba nyinyi ndio mlikuwa mnawaua wananchi. Ukiweza kusikiliza hapa, Samia anajaribu kueleza kwamba jeshi la polisi ndilo liko na shida, ndilo limeleta mtafaruku Tanzania, ndilo limeweza kusababisha wananchi wanamchukia. Kwa hivyo anasema kwamba anataka kubadilisha utendaji kazi wa jeshi la polisi, liache kutumia nguvu, liwe ni jeshi la kutoa huduma na urekebishaji wa sheria. Huu ni upuzi. Watanzania mkikubali huu upuzi, mtaendelea kutawaliwa kimabavu. Ameona uchaguzi umeisha, huyu dudu mtu Samia anajifanya kwamba sasa anataka kurekebisha idara ya polisi, ili hali yeye ndiye aliweza kutumia idara ya polisi kuwaua wananchi. Aliweza kutumia idara ya polisi kuwakamata wananchi, kuwateka wananchi, kama vile akina Humphrey Polepole, kama vile akina Tundu Lissu. Alafu sasa hivi anajifanya kwamba yeye ni mwokovu, anataka kulibadilisha jeshi la polisi liache kuwakamata wananchi, jeshi la polisi liweuke kuwa la kutoa huduma, ndiposa wananchi wawapende. Huu ni upuzi. Sasa ninaelezwa kwamba Simbachawene amesema hayo wakati wa mahojiano maalumu, ambapo pia ameahidi kufanyia kazi maoni tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai, jinsi inayoongozwa na mwenyekiti Mohamed Othman Chande iliyoundwa na Rais Samia. Watanzania, endapo mtaanguka kwenye huu mtego, sahau kupata haki. Huu ni mtego ambao anataka kuuleta ili kunyoosha nyoyo zenu, muache kuchukia hii serikali batili ambayo iliwaua Watanzania, serikali batili ambayo iliweza kuiba uchaguzi, serikali batili ambayo haimsikilizi mwananchi. Kwani Samia anafikiri kwamba wananchi sisi ni wajinga? Eti wanaweza wakatuua, wanaweza wakaiba uchaguzi, wanaweza wakatutawala kimabavu, alafu akuje kutuambia kwamba polisi ndio tatizo la uongozi mbaya Tanzania, eti kwamba polisi ndio chanzo cha chuki kati ya serikali na raia Tanzania. Nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais nifanye nini, na hiki ndicho ninachokifanya, kwamba lazima uhakikishe mahusiano kati ya polisi na wananchi yanakuwa mazuri, wananchi wawapende polisi. Leo hii polisi hata akipata shida unakuta watu wanashangilia. Tunataka polisi akipata, hata kama kapata ajali ya pikipiki, tunataka wananchi waende pole bwana, wamuone kama ni msaada wao, rafiki yao, mwenzao. Mkakati wetu sasa kwa kweli ni kuendelea. Mimi nimesema lazima tufanye transformation, lazima tufanye mabadiliko makubwa. Kwanza mabadiliko ya kimfumo, lakini pili mabadiliko ya kiutashi. Kwa mfano training zetu za jeshi la polisi lazima tuziangalie, kwamba hivi tuna train watu wanapokwenda kule kwa wananchi, tunawatrain waende wakapambane na wananchi au tunawatrain waende wakawalinde wananchi. Wenzetu wale wa tume ya haki jinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wametoa mawazo mazuri sana, na Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba tuyasimamie yale mawazo, na mimi ninaendelea kuchukua kutoka kule, tuendelee tujaribu kufanya. Nitakaporudi kutoka kwenye mwaka mpya, nitataka tukae kwa ujumla, tukae tuangalie mfumo ile haki jinai na mawazo yale ya tume, yapi tunaweza tukaincorporate. Kwa mfano wanasema haki jinai, wale wazee wameandika andiko zuri sana, wanasema ni vema sasa tusiwe na police force, wanasema tuwe na police service. Wale kiwa force, ujeshi unakuwa mwingi, nguvu inatumika. Tunataka police service ili iwe ni huduma ya kipolisi ya kulinda raia na mali zao, lakini ni huduma, wanatoa huduma,
Sasa force itakuja pale ambapo kwa mujibu wa sheria itakuwa inatakiwa kutumika. Kimsingi na yenyewe inaweza kusaidia ili tujue, pamoja na training. Tukilizungumza pili kwamba ni service, tutaangalia training, tutaangalia mambo mengi sana katika hilo. Lakini la pili ni mambo ambayo sheria iko clear. Ukamataji, ukamatweje? Unakwenda kumkamata mtu ana kesi misdemeanor. Maana katika sheria tuna kesi za tofauti. Kuna kesi felon, ni kesi kubwa, na misdemeanor ni kesi ndogo ndogo tu. Lakini unakuta taji ule wa nguvu inazidi kidogo. Lakini wakati tunapojadili haya yote, tufahamu kwamba hatima ya nchi yetu ya Tanzania iko mikononi mwa Watanzania. Uwe una rafiki yako wa nje ya Tanzania, uwe unampenda vipi au amekusaidia vipi, lakini ujue huku ndiko kuliko na babu zako, kuliko na mama zako, kuliko na bibi zako, kuliko na shangazi zako, kuliko na vijukuu vyako, kuliko na watoto wako, kuliko na ndugu zako, na kuliko na kizazi chako. Unapoijadili hiyo, ubakize hakiba ya kwamba iko siku nitahitaji utulivu Tanzania. Endapo amani ikitoweka tukawa kama nchi za wenzetu, je, wewe utakapokuwa umekaa peke yako au Mwenyezi Mungu anakuita, moja kati ya majuto utakayojuta ni kama hukutoa mchango wa kurekebisha hali ikae vizuri. Na katika kurekebisha hali ikae vizuri, ni lazima ukumbuke kwamba si kutia utambi ndio kusababisha watu waweze kuelewa kinachosemwa au watu waweze kucomply na kile ambacho unakitaka. Wapenzi watazamaji, nina imani kwamba umeweza kusikiliza. Wacha nikurudie kwa mara nyingine. Je, kama unanitazama kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili tuendelee kukaa familia kubwa ambayo inasemezana. Asante sana, na kwa wale ambao mnaweza mkanisapoti kwa namna moja au nyingine, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Nitatundika nambari hapo. Wapenzi watazamaji, hii serikali batili huwa inatuona sisi wajinga au vipi? Mpenzi mtazamaji, hawa watu wanatuona kwamba sisi ni wajinga ama nini? Angalia, kabla ya uchaguzi, Samia alikuwa anaambia jeshi la polisi, shughulikia wale ambao wanakataa uchaguzi, kamata wale ambao wanasema kwamba wataandamana, kamata wale ambao wanakataa utawala. Sasa hivi kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani Simbachawene, anataka kujifanya kwamba yeye ni msikilivu, anasikiliza wananchi na hataki jeshi la polisi kuweza kuwaumiza wananchi. Nilitoka kuwaeleza hapa juzi tu. Yaani sometimes unajua, wakati mwingine huwa ninajishangaa, ninazungumza kitu na kinakuja kutendeka. Nilisema hapa juzi kwamba Samia atawatumia jeshi la polisi, atawaamuru kitu cha kufanya, atawaelekeza kwamba waweze kuwaua wananchi, wawakamate wananchi, wawapoteze wananchi. Alafu baadaye atawageuka, atasema kwamba yeye hakupeana amri, atasema kwamba jeshi la polisi linatumia nguvu vibaya, ili kujifanya kwamba yeye ni mkamilifu, kujifanya kwamba yeye ni mtu mzuri mwenye ni mwelewa, kurejesha imani ya wananchi kwa serikali. Watanzania ambao mnanisikiliza, Watanzania wenzangu, jinsi ambavyo tulikataa mazungumzo ya maridhiano, tukatae huu mtego ambao Samia anatuwekea. Huu ni mtego ambao Samia anatuwekea, kama vile mvuvi anapoelekea kwenye bahari kuvua samaki, huwa anaweka chambo kwenye ndoana ili kudanganyilia samaki kwamba anakula chakula. Alafu kipindi ambapo anatingiza ile ndoana, nakuta kwamba mvuvi anavuta ile ndoana juu na kumkamata. Sasa Samia anataka kutudanganya kwa kutumia maneno mazuri, eti kwamba atafanya mabadiliko ndani ya jeshi la polisi ili waache kutumia nguvu, waanze kutoa huduma za sheria kwa wananchi. Ili hali kipindi cha kampeni hakuyazungumza haya, alituona kwamba sisi hatufai. Nikimalizia,
Sisi raia hatutaki mahusiano na jeshi la polisi. Kwani wacha nikuulize, sisi ndio tuliambia jeshi la polisi watuue? Sisi ndio tuliambia jeshi la polisi watu kamate ovyo ovyo, wanacharaza wananchi ovyo ovyo, eti kwamba inafika kipindi ambapo polisi wanapata shida wananchi tunafurahia? Ndio, tunafurahia. Hata polisi akikufa sisi tunafurahia. Ndio, tunafurahia kwa sababu waliweza kusababisha maafa, walikuwa wanatuua kama mbu. Hauwezi ukatutendea mabaya alafu utake sisi eti kipindi ambapo umepatwa na msiba tulie. Tunalia kwa nini kipindi ambapo ulikuwa unatuangamiza, haukukuwa unatuonea huruma? Sisi tumepoteza kaka zetu, na waliouawa ama waliowaua hao kaka zetu ni hao jeshi la polisi, kwa kufuata maelekezo ya huyu Rais Batili Samia ya waliowaamrisha, kisha wakachukua maiti zao. Hatujui miili yao ilipo mpaka leo. Tumeamua kuzika nguo pamoja na viatu. Musituletee pigo hizo, musitufanye sisi wajinga. Hatutaki mambo ya kijinga. Wewe Samia mjinga, hatutaki mambo ya kijinga sisi. Hatutaki mahusiano na wao, na wala hatuhitaji mahusiano na wao. Mimi ni adui yao nambari 1. Kama wanataka basi tuunde urafiki na mahusiano mazuri na jeshi la polisi. Hao jeshi la polisi watupee silaha, hiyo bunduki ambayo wako nayo ya kufanyia kazi, alafu walete familia zao, wawapange laini, na sisi tuwapige risasi tua. Tuwaue jamaa zao 10,000 jinsi ambavyo waliweza kuua wapendwa wetu zaidi ya 10,000. Ndiposa turejeshe mahusiano hayo ambayo wanasema kwamba wananchi na jeshi la polisi waweze kurejesha imani kwa serikali. Ndio tukisonga mbele iwe tumemalizana na tuweze kuridhiana kama ndugu. Wacha niweze kushauri Samia, njia ya kurudisha mahusiano hapa ni moja tu. Samia pamoja na polisi watupee silaha hizo ambazo wako nazo, bunduki, na sisi tuwaue familia zao, alafu maiti tutajua sisi wapi tuzipeleke. Hayo ndio mahusiano pekee na makubaliano na maridhiano tunaweza tukafanya na Samia. Kando na hayo, hakuna mahusiano ambayo tunafanya na serikali ya Samia. Ndugu zangu wa Tanzania, nikimalizia, tafadhali tusikubali kusikiliza maneno ya kipuzi kama haya. Kipindi ndugu zetu walikuwa wanauawa, hawakutusikiliza, hawakuacha udikteta, hawakuacha kamata, hawakuacha kuwaua, ila sasa wameshindwa kutawala. Wanataka kutuletea maneno mazuri ili turahisishe na tuoshe nyoyo zetu. Tupende serikali batili, tukatae kata. Ni wangapi ambao tutakataa maneno kama haya? Nyosheni mikono na muniambie, Bwana Ezra, ni mimi na mimi na mimi.